Haya, wale ambao tulikuwa tunawaeleza kwamba Marekani katika vita yake pamoja na Iran anayo makusudi ambayo yapo nje ya boksi, na wengine walikuwa watuelewi, wakasema Marekani sijui anataka kuwatetea sijui watu wa Mashariki ya Kati, mara Marekani anaipenda sana raia wa Mashariki ya Kati na mambo mengine, mara sijui Marekani vile mara hivi. Sasa amewajibu Rais wa Marekani Donald Trump, amechapisha bandiko ambalo linatia wasiwasi dunia nzima, hasa kwa wale washirika ambao walikuwa wanajiona wao ni sehemu ya Marekani. Anasema hizi nchi zote ambazo haziwezi kupata mafuta ya ndege kutokana na kuzuiwa kwa njia ya mlango wa bahari wa Hormuz, kama vile Uingereza ambayo ilikataa kushiriki katika jaribio la kuiondoa kabisa uongozi wa Iran, nina pendekezo kwenu. Kwanza, nunueni mafuta kutoka Marekani kwani tunayo ya kutosha. Pili, jengeni ujasiri. Even hata kama mtachelewa, nendeni kwenye mlango wa Hormuz na chukueni ambacho mnakihitaji. Mtalazimika kuanza kujifunza kujitegemea katika mapambano yenu wenyewe. Marekani haitakuwepo tena kuwasaidia kama ambavyo ninyi pia hamkuwepo kwa ajili yetu. Iran kimsingi tayari imeshaharibiwa vibaya. Sehemu ngumu ya operation imeshafanyika. Hivyo basi, nendeni mkachukue mafuta yenu wenyewe. Ameandika maneno hayo Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Yaani huyu baba unaweza ukasema sijui alisomea michambo au alifanya nini, kwa sababu unakumbuka niliwaambia siku moja kasema Marekani kuna kitu ambacho wanakitafuta. Sasa kile ambacho walikuwa wanakitafuta of course wamefeli, kwa sababu target walizokuwa nazo zimekuwa ni tofauti. Mataifa mengi sana hayakutaka kuingia kwenye mgogoro na Iran. Sababu ya kutaka kutoingia kwenye mgogoro na Iran kwa sababu wamegundua kwamba Iran ni mchezaji kiungo katika sekta nyeti sana ya mafuta duniani. Kwa hiyo mengi akasema hatuwezi tukaingia katika eneo hilo. Sasa ndugu yenu Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amewaambia hivyo. Lakini pia ameandika hivi: nchi ya Ufaransa haikuruhusu ndege zilizokuwa zikielekea Israel zikiwa zimebeba vifaa vya kijeshi kupita katika anga yake. Ufaransa imekuwa haijasaidia kabisa kuhusiana na kile kinachoitwa mchinjaji wa Iran ambaye inadaiwa ameondolewa kwa mafanikio. Marekani haitasahau jambo hili. Yaani Marekani sasa hivi ameamua nafurahi kwa sababu sasa mgogoro umeanza kuibuka miongoni mwao wao wenyewe. Zamani ulikuwa uwezi sikia Marekani anamtishia sijui Muingereza, sijui anamtishia Mfaransa, sijui anamtishia Mhispania, sijui Mjerumani. Mjerumani almost yes, kwa Mjerumani kidogo ilikuwa inatokea. Lakini sasa hivi ameamua kukunjua makucha yake yote na kuwaambia kwamba sasa hakuna namna tena ambavyo wanaweza wakasaidiwa. Yaani kwa kifupi ni kwamba Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anataka kuyaingiza hayo mataifa kwenye vita ya lazima. Kisa tu yeye alitamani sana waweze kuidestroy Iran na imeshindikana. Kwa hiyo anachokifanya sasa hivi ni vitisho vya kuhakikisha mataifa yale yanaogopa na mwisho wa siku yaweze kukubaliana na mipango ambayo inazungumzwa na Marekani. Huyo ndiye Marekani ambaye miaka yote amekuwa akizungumzwa. Huu ndio upande wa pili wa sarafu wa Marekani. Huu ndio upande wa pili wa shilingi wa Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambaye ameamua kuwaonesha ukweli wao, lakini pia ameamua kufungua kodi ambazo zilikuwa zifunguliwi for the so long. Lakini pia ukiachana na ripoti hiyo, nimekutana na ripoti moja bwana. Jeshi la Uingereza limetangaza malengo yote nyeti na muhimu ndani ya Iran yataangamizwa kabla ya Pasaka ya Wayahudi. Yaani anasema hivi, tarehe mosi mwezi wa 4 mwaka 2026 ambao kimsingi itakuwa ni Jumatano hii, amesema jeshi la Israel kwa maana ya IDF linatarajia kukamilisha utekelezaji wa malengo yote yaliyotambuliwa kuwa nyeti na muhimu ndani ya Iran, ikiwa ni sehemu ya operation zake za kijeshi zinazoendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, malengo hayo mawili yanachukuliwa kuwa ya kipaumbele cha juu zaidi. Yanawakilisha 100% ya maeneo muhimu yaliyokuwa yameorodheshwa kabla ya kuanza kwa operation. Aidha, jeshi hilo limeeleza kuwa kwa ujumla wake tayari limeharibu kati ya 60 hadi 70 ya malengo yote ya awali yaliyopangwa kushambuliwa ndani ya Iran. IDF imefafanua kuwa malengo nyeti ni yale yanayotoa tishio la moja kwa moja kwa usalama wa Israel. Haya yanajumuisha miundombinu ya sekta ya makombora ya masafa marefu ballistic missile, pamoja na baadhi ya maeneo yanayohusishwa na shughuli za nyuklia ambayo yalikuwa sehemu kuu ya malengo ya vita hivyo. Kwa upande mwingine, malengo muhimu yanahusu ngazi ya pili ya vipaumbele,
yanajumuisha miundombinu mikubwa ya kijeshi na viwanda vya uzalishaji wa silaha vya Iran. Ingawa baadhi ya malengo hayo hayatoi tishio la haraka wakati wa mzozo huu, yanachukuliwa kuwa nguzo muhimu katika kudumisha uwezo wa kijeshi wa Iran na mifumo yake ya silaha kwa muda mrefu zaidi. Miongoni mwa malengo hayo ni pamoja na mifumo ya uzinduzi wa satellite, mifumo ya kushambulia au kuzuia satellite, pamoja na tafiti za kisayansi na za kijeshi ambazo zinahusiana na teknolojia za anga. Maeneo haya yana umuhimu mkubwa katika kuwezesha Iran kurusha silaha za masafa marefu pamoja na kupunguza au kukabiliana na ubora wa kimkakati wa Israel katika anga na katika matumizi ya teknolojia ya satellite. Pamoja na hayo yote, IDF imekiri kwamba bado hawajafanikiwa kusitisha kabisa mashambulizi ya makombora kutoka Iran. Kwa tathmini yake, Iran bado ina uwezo wa kurusha kati ya makombora 5 hadi 20 kwa siku katika kipindi ambacho wanasema hakijulikani ni mpaka lini, jambo ambalo linaonyesha kuwa vitisho vya kijeshi bado vinaendelea kuwepo. Aidha, walipoulizwa iwapo hatua hiyo iliyofikiwa hadi sasa inaonyesha kufikia malengo ya vita, vyanzo vya kijeshi vya Iran havijakanusha uwezekano wa kumaliza operation. Hata hivyo, wamebainisha kuwa iwapo vita vitaendelea, jeshi linaweza kupanua wigo wa mashambulizi kwa kulenga pia miundombinu ya kiuchumi na operation nyingine, hatua ambayo inaweza kudhoofisha zaidi uwezo wa kijeshi na kiuchumi wa Iran. Licha ya madai ya mafanikio yaliyotolewa na IDF, bado kuna sehemu kubwa ya malengo ya awali ambayo hayajashambuliwa, hususan yale yanayohusiana na shughuli za kijeshi za muda mrefu zisizo za kimkakati. Maeneo hayo hayachukuliwi kuwa tishio la haraka kwa Israel wala si sehemu ya msingi katika mnyororo wa uzalishaji wa silaha za kimkakati za Iran. Tamko hili linaashiria kuendelea kuongezeka kwa mvutano katika vita vinavyoendelea kati ya Israel kwa ushirikiano na Marekani dhidi ya Iran, mgogoro unaozidi kupanuka na kuibua hofu kuhusu usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na athari zake kwa dunia kwa ujumla. Kwa hiyo hili ndilo ambalo linaendelea sasa. Wakati Marekani pamoja na Israel wakisema wamefanikiwa kabisa kuiharibu hiyo Iran imetangaza kuwa vikosi vyake vya ulinzi wa anga vimefanikiwa kuangusha ndege 2 za kivita zisizokuwa na rubani, ikiwa ni pamoja na ndege ya kimkakati kabisa Marekani aina ya MQ-9 Reaper kwenye operation ambazo zimefanyika ndani ya mipaka ya taifa hilo. Na kwa mujibu wa taarifa rasmi ya jeshi la Iran, mfumo wa ulinzi wa anga katika mji wa Isfahan ulifanikiwa kudungua na kuharibu ndege ya Marekani aina ya MQ-9 Reaper katika saa za alfajiri ya leo tarehe 30 Mosi. Ndege hiyo ambayo ni ya kisasa na imekuwa ikitumika kama katika upelelezi kwa muda mrefu na mashambulizi ya kimkakati, inadaiwa kuwa ilikuwa sehemu ya operesheni za kijeshi za Marekani na Israel dhidi ya Iran, lakini kwa bahati mbaya wa Iran walidungua. Katika tukio jingine tofauti, jeshi hilo limesema pia limefanikiwa pia kuangusha ndege isiyo na rubani aina ya Lucas juu ya kisiwa cha Qashim Island katika ghuba ya Uajemi majira ya saa 4:30 za asubuhi kwa saa za kule. Taarifa inaeleza kuwa ndege hiyo ya Lucas, mfumo wa mashambulizi wa gharama nafuu usiotumia rubani, iliingiliwa na kuzimwa kwa mafanikio na vikosi vya ulinzi wa anga vya Iran kabla ya kutekeleza mashambulizi yake. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, ndege ya Lucas huwa inatengenezwa nchini Marekani na inadaiwa kuwa inaundwa kwa kuiga teknolojia ya ndege za Iran aina ya Shahed ambazo zimekuwa zikitumika kama ndege za kujitoa muhanga kwa maana ya kamikaze drone. Kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa, kuangushwa kwa ndege hizi 2 kunafanya idadi ya jumla ya ndege za adui zisizokuwa na rubani zilizoteketezwa na mtandao ulinzi wa anga tangu kuanza kwa vita vinavyoendelea kufikia 147 ambazo zimeangushwa na serikali ya Iran au majeshi ya Iran. Sasa naomba niweke nukta hapa na taarifa moja ambayo inatoka huko Jamhuri ya Chechnya. Vikosi vya kijeshi vya Chechnya vimetangaza kwamba vipo tayari kupelekwa nchini Iran kwa lengo la kuyaunga mkono majeshi ya Iran iwapo Marekani itaanzisha uvamizi wa kijeshi wa ardhini. Hii ni taarifa ambayo imetolewa. Vikosi hivyo ambavyo vinamtii kiongozi wa Jamhuri ya Chechnya Ramzan Kadyrov vimeeleza kuwa vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ni vita vya kidini, kwa hiyo ni lazima waende wakaisaidie. Wamebainisha kuwa uwezekano wa kuingilia moja kwa moja mzozo huo utachukuliwa kama jihadi, yani mapambano kati ya haki na batili kwa ajili ya kuilinda Irani dhidi ya majeshi ya Marekani na washirika wake. Hatua hii inajiri wakati vita vinavyoelezwa kuwa visivyochochewa na visivyo halali vinavyoendeshwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea kushika kasi, ambapo ripoti zinaeleza kwamba majeshi ya Marekani kwa maagizo ya Trump yameelekea kusonga mbele na kutafuta namna gani ambavyo wanaweza kaanza uvamizi wa ardhini kufuatia kushindwa kwa mashambulizi ya anga ambayo yameendeshwa kwa wiki za hivi karibuni. Kwa mujibu wa mashambulizi haya, hadi sasa majeshi ya Iran yametekeleza mawimbi 87 ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani, yamelenga vituo vya kijeshi na miundombinu ya kimkakati
kati ya Israel pamoja na kambi na rasilimali za Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Wakati huo uwepo wa vikosi vya Ukraine vinavyoiunga mkono wazi Marekani na Israel katika vita hivyo umeonekana kuwa na uzito mkubwa kisiasa na kijeshi. Ushiriki huo unatazamwa na watu kuwa ni onyo kwa Urusi kuhusu mwelekeo mpana wa vita hivyo na una uwezekano wa kuhusishwa kwake katika vita vinavyoendelea kati ya Moscow pamoja na Kiev. Katika barua ambayo imewasilishwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pamoja na Rais wa Baraza la Usalama Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan amelaani kauli ya Ukraine kukiri kutuma mamia ya wataalamu katika eneo hilo. Amesisitiza kuwa Kiev inashiriki kikamilifu katika uchokozi wa kijeshi unaoendeshwa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa hiyo vita inaenda mbali zaidi, yani vita inaendelea kupanuka siku hadi siku, na sisi kama Daraja kazi yetu ni moja tu, kuripoti, kutoa taarifa, kuwafikishia kile ambacho kipo, ili mwisho wa siku mabibi na mabwana muweze kuelewa what's going on all over the world. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.